Karibu mara tena mpenzi ndugu msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo ni Bulongo ya Mababu. Kongo ni Bulongo ya Mababu ni channel yako ambayo inakuletea habari mahali popote ulipo. Bila shida tumekuja ili tukuletee habari ya yale yanaripotiwa huku nchini yetu Kongo. Habari zetu tutakuwa tunakuletea habari asubuhi, mchana, jioni, tukikuletea habari ya inayojiri huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Acha tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia leo hii tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Kabla niendelee na habari zetu, nitakuomba wewe ambaye umejiunga nasi, najua ya kwamba mtandao wetu ni mara ya kwanza tukiulaunch. Wewe kile tunachokuomba ni kujiandikisha kwenye mtandao huu ama kwenye redio na televisheni hii ili tunapotoa habari uweze kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi. Unabonyeza tu button hilo lekundu limeandika subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada hiyo usisahau kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Moja kwa moja acha tuingie kwenye habari zetu ambapo tutakupeleka huko Sud Kivu ambapo mapambano yameendelea kuripotiwa katika maeneo tofauti. Mnamo leo hii mtu mmoja huko Sange ambaye anajiita kuwa ni mtumishi wa Mungu ameweza kuvaa nguo nyekundu na kuchukua silaha na kusema kwamba Mungu amemwambia kwenda kushambulia maeneo ya Kamanyola na Katokota. Mzee huo ambaye alikuwa akijihami na silaha ya AK-47 pamoja na nguo nyekundu na kukiri mwenyewe ya kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu ameweza kuchukua silaha na kuelekea huko maeneo ya Katokota. Lengo lake ni kusema ya kwamba Mungu amemwambia na amemkubalia kuteka mji wa Katokota na mji wa Kamanyola na kuvurusha kundi la waasi wa M23. Lakini mambo hayakuwa mazuri kwake. Alipofika huko, wajeshi wa FARDC wamemrudisha nyuma baada ya kumchapa na kumtandika viboko wakisema ya kwamba wewe hii unayoyafanya ni ujinga mtupu. Katika habari zingine, mnamo jana jeshi la taifa likiungwa mkono na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo wameweza kushambulia maeneo ya Twirwaneho. Twirwaneho inayopatikana katika milima ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga huko kwenye nyanja za juu ambapo wanaendelea kukabiliana vikali na jeshi la taifa FARDC. Ndege ya aina ya drone ambayo imetumwa na jeshi la FARDC imefanya uchunguzi kuanzia huko Rugezi katika tarafa la Fizi na kuendelea hadi Minembwe. Baada ya kufika Minembwe ilipita huko katika tarafa la Mikenge, katika tarafa la Mwenga tafadhali, eneo la Mikenge katika collectivité Itombwe imeweza kushambulia kundi hilo la Twirwaneho ambalo liko huko maeneo ya Mikenge. Na mashambulizi haya ni baada ya kamanda mkuu ama afisa mkuu chef d'etat General Major ambaye aliwasili hapo Uvira na kuyadhuru maeneo ya hapo Uvira na kuongea na viongozi wa wazalendo pamoja na viongozi wa jeshi la FARDC. Walichokiongea ni ili waweze
kujihami na kujipanga ili waweze kupiga kundi la waasi wa M23 na Twirwaneho na kuweza kuwavurusha na kudhibiti maeneo yote walioyakamata hawa waasi wa M23 na Twirwaneho. Katika habari zingine tunazo ni kwamba leo hii Nyabiondo ni huko Nord Kivu ambapo jeshi la taifa limeendelea na mashambulizi ya angani ambapo walitumia ndege kwa kuwashambulia kundi hili la M23 linalopatikana huko katika maeneo ya Nyabiondo. Habari zingine zinasema ya kwamba jeshi hili la M23 limeendelea kukabiliana vikali na mashambulizi ya anga ambapo imekuwa changamoto kwenye jeshi hili la M23. Habari zingine zinasema ya kwamba jeshi la taifa FARDC linaendelea kujipanga vikali ili waweze kukabiliana na waasi hawa wa M23 Twirwaneho. Katika habari zetu tutakuelezea mengi kuhusu mpango huu na vile mashambulizi yamepangwa. Baada ya mkutano wa Uvira wa chef d'etat major wamesema ya kwamba kundi limoja litaelekea huko Minembwe likiwa na wanajeshi wengi waweze kupiga huko. Kundi lingine litaelekea Kaziba likiteremka na hadi Bukavu. Kundi lingine litaingia huku Katokota hadi Kamanyola. Hiyo ni maeneo ya Sud Kivu. Nord Kivu pia nao wanapanga ili waweze kuendelesha mashambulizi ya kuwapiga wanamgambo hawa wa M23 ambao serikali ya Kongo inadai ya kwamba wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Mnamo jana waziri wa mambo ya nje Kaikwamba amesema ya kwamba hawapigani na M23 na ametangaza ya kwamba hakuna M23 bali wanapigana na jeshi na serikali ya Rwanda. Katika habari zingine, mnamo jana tarehe 15 kumeweza kuripotiwa mashambulizi ya jeshi la FARDC ambao wameshambulia jeshi la Uganda huko kwa Lac Edward na kuweza kumkamata mwanajeshi wa Uganda matekwa, ambapo ni kitendo serikali ya Uganda imesema huu ni uchokozi na imeshitumu vikali wanajeshi hawa wa FARDC 8 ambao walikuja kuvamia maeneo haya ya jeshi la Uganda. Na haya ndiyo tumekuandalia kwa leo, lakini tukikuandaa wewe jiandikishe kwenye channel hii na sisi tutakuwa tunakuripotia habari zote zinazoendelea kuripotiwa. Kama wewe ni mzalendo na kuomba uweze kujiandikisha kwenye channel hii. Kongo ni bulongo ya mababu zetu. Asante sana.